Mpendwa mtazamaji, tunakaribisha katika fundisho la leo katika robo nzuri inayosema kuhusu Wakorintho wa kwanza na wa pili. Na leo tunaenda kwenye kifupi cha fundisho la 6 ambacho kinasema vipawa vya Roho ama karama za Roho. Na leo ninakualika utupatie muda mfupi kama dakika 10 ili uedibishwe tena zaidi katika fundisho hili. Na mbele ya kuenda mbali, tutaomba kwanza. Baba uliye juu mbinguni, asante kwa kutupatia muda huu pamoja na mtazamaji, msikilizaji. Njoo tusaidie tena kuelewa fundisho hili ili litufunze tena zaidi kwa jina la Yesu, amina. Amina. Tunakukaribisha ndugu mpendwa katika fundisho letu hili nzuri ambalo linaenda kutuelezea kuhusu vipawa vya Roho ama les dons spirituels. Na sasa swali la kwanza nitaliuliza mwalimu ambaye tumekuwa naye hapa. Kwa nini basi Mungu apee kanisa hivyo vipawa vya Roho? Kwa nini avitolee kwa kanisa lake? Basi swali hili ni nzuri sana. Ndiyo. Na ninashukuru sana kwa sababu umeuliza swali hili, litaenda kutuelezea vizuri sana. Kwa kweli Mungu anatolea kanisa vipawa vya Roho. Kwa sababu wakati tunaposoma hiki kitabu kia Wakorintho wa kwanza na wa pili, Paulo anafundisha maneno mazuri sana ambayo yanaenda kinyume na mawazo ya wanadamu. Anaonyesha ya kwamba vipawa vya Roho havikutolewa ili kuweza kutengeneza mimbara ya kanisa ili kuonekane wale ambao wanakuwa wakubwa kuliko wengine, lakini alitoa kipawa cha Roho ili aweze kujenga kanisa lake liwe na nguvu na liwe katika umoja na kanisa liweze kufanya utume. Asante sana. Tumeelewa vizuri, alilitoa ili kanisa liwe na nguvu, lifanye utume na liendelee tena zaidi. Amina. Kabla hatujaenda mbali, inawezekana msikilizaji ako angali anajiuliza vipawa ni nini? Ungelitusaidia kuelewa vipawa ni nini? Tunapozungumzia vipawa, kwa kweli kipawa cha Roho ubie endo spirituel ni uwezo maalum ambao Roho Mtakatifu anautolea waumini wote ili wale waumini wawe na vitu vitakavyowasaidia kwa kutenda kazi ya Mungu na kuweza kusaidia ili kanisa likomae. Asante sana. Sasa kwenye lugha ya Francais kuna maneno mawili wanaosema don et talent. Sijue kama unaweza kutuelewesha vipi, kwa sababu kipawa ni do. Sasa hiyo tala tunaweza tukaieleza vipi kuitofautisha na ile ambayo inakuwa vipawa vya Roho? Kwa kweli kuna utofauti kati ya le don et talent, donc kipawa cha Roho na kipaji. Asante sana. Kipawa cha Roho na kipaji. Sasa tunapozungumzia kipaji, kwanza ni kitu ambacho mtu tunapasema tuseme alikipata, alijifunza kukipata. Alitumika kukipata. Kwa mfano wanapasema wewe ni fundi wa kujenga nyumba. Kile umekuwa na kipaji ama kilitokana na kizazi. Wanasema ile familia wana kipaji cha kuimba. Asante sana. Vile ni vipaji. Lakini tunapofikia kwenye kipawa cha Roho, kinatolewa tu na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakitoa anapokuwa na lengo iliyo maalum kwa ajili yako. Anapokutolea kile kipawa ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu, ili kile kipawa kimtukuze Mungu na kile kipaji kisaidie ili kazi isonge mbele. Asante sana. Yaani Roho ni yeye anayetoa vipawa, wakati vipaji ni mtu yeye mwenyewe anaweza kujifunza vielewe, ama vinatokana na familia. Tofauti kuu ni Roho Mtakatifu ni yeye anapana. Asante sana. Sasa tunaposoma kwenye Wakorintho walikuwa wametaja vipawa vingi. Vipawa vingi vimekuwa hapo. Basi kwa nini Mungu angelitoa kipawa kimoja tu? Kwa nini alipenda vitoe vingi? Tena anapovitoa havitolee mara moja mtu mmoja. Kwa nini atoe vipawa vingi? Ninaona ile swali ni nzuri sana. Wakati Mungu anapotoa vipawa vingi, inaendana na kile ambacho Paulo alizungumzia katika kile kitabu cha Wakorintho. Akazungumzia akasema kanisa inalinganishwa na mwili. Na kama vile mwili unavyokuwa na viungo vingi na kila kiungo kinatenda kazi yake, hivi ndivyo Mungu akatoa pia vipawa vingi, sababu ya kutengeneza na kutoa vile ambavyo vitasaidia ili kazi isonge mbele. Asante sana. Yaani mtu yeye mwenyewe mkono hawezi kuwa kinywa kwa muda huo, mguu hawezi kuwa sikio. Yaani aliona ya kwamba namna ambavyo mwili ina viungo vingi ili mwili utumike, hivyo kanisa pia inaomba iwe na vipawa vingi. Yaani kwa maneno mafupi unataka kutuambia ya kwamba tunahitaji wengine ili tuendelee mbele. Inataka sema kwamba yule ambaye anapokuwa na kipawa katika kanisa, wengine wanaweza kuwa na kile ambacho hana na wanasaidia kazi ya Mungu katika ile ambayo tunaita multitâche na multidon.
Okay. Ndiyo. Asante sana. Yaani mpendwa mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Tuko tunaeleza kuhusu vipawa ama karama za Roho Mtakatifu. Amen. Na sasa kabla hatujaenda mbali sana, turudie kwanza huko Korintho. Ni nini ambalo Paulo yeye mwenyewe anapenda kutuonesha, shida gani lilikuwa hapo Korintho ambalo anapenda kulizungumzia zaidi katika fundisho la leo? Katika fundisho la leo ambacho kiliacha Paulo aweze kuzungumzia mambo haya, ndiyo, ni kwa sababu watu walipokuwa wamepokea vipawa vya Roho wakaanja ingia katika comparison. Wakaanja ingia katika comparison ya vipawa wanavyokuwa navyo. Wengine walikuwa wakijazani ya kwamba kwa sababu wana vipawa fulani na walizani kwamba vile vipawa sababu ni vipawa vya kuonekana mbele za watu, kama vipawa vinavyokuwa muonekano, wanazani ni vikuu kuliko vya wale ambao havionekani. Kama wale wanaoenda mimbarani kwa kuhubiri, na wale ambao wanakuwa katika chumba cha maombi kwa ajili ya kuomba, wale walio mimbarani wanazani kwamba kipawa chao kinakuwa kikuu kuliko kile chao, na ile kaacha Paulo aandike kuhusu mambo haya. Yani walikuwa wanajilinganisha. Yule mwingine anapoona yeye amekuwa mhubiri, anaona mwingine ni muimbaji, anaona yeye amekuwa wa maana kuliko mwingine. Yani ni kama tunasema ni kama mwili, kwa sababu kinywa ndio inaongea, inajiona ni ya maana kuliko macho. Na muda mwingine kwa sababu macho ndio inaona, inaweza ni ya maana kuliko mguu. Na kwa kweli malinganisho tukiyaweka kati yetu hatutaweza kuendelea. Sasa ni shida gani tukiingia kwenye psikolojia ambayo inaweza kuwakuta wale watu ambao wanaishi kila mara wakizilinganisha, akijilinganisha na yule, hata mhubiri kwa mhubiri, mwimbaji kwa mhubiri, sijue yule ni yeye anaomba kwenye kanisa, na wale ambao wanahubiri wengine wanasema tu amina, wanakwisha wamsikie Mungu. Ni shida gani ambalo linaweza kuwapata watu ambao wametumia hiyo kama maisha yao ya kujilinganisha? Kwa kweli katika saikolojia kuna shida. Wakati watu wanaingia katika tunaosema ni jaribu ya kujilinganisha, ndiyo, kuna wale ambao watakuwa na kiburi, wengine watakuwa na tamaa, na vile vitaleta vurugu katika kanisa, na wengine watajionea. Wale ambao watasema basi inaonekana mimi kipaji changu hakifai, anajionea. Ndiyo. Na atakuwa na chuki kwa mwingine, na wengine watakuwa na kiburi, na kazi ya Mungu haitasonga mbele vizuri. Ndiyo. Hiyo ni shida kubwa kweli. Je, katika kanisa ya leo tunaweza sema hiyo shida ingali leo kwenye makanisa, hiyo shida ya kujilinganisha sisi na wale ambao ni wana wa Mungu, wakati tungelikuwa mwili mmoja ili tusaidie kazi ya Bwana kusonga mbele? Ndiyo. Leo katika kanisa ile mambo inaonekana. Kwa sababu katika kanisa unaenda waona waimbaji fulani wanasema mimi nikitoka kwaya litaanguka. Ile ni sababu alizani kipawa chake ambacho Roho ilimpatia kimekuwa kikuu kuliko vingine na kinampatia kiburi. Katika kanisa kuna mtu ambaye anadhani ya kwamba yeye tu ndiye anaweza kuwa mzee wa kanisa. Wakimpatia udiakoni anasema sasa mnanishusha madaraka namna gani? Ile ni mambo ambayo yanaendelea katika kanisa. Asante sana. Yaani akiona wengine wamepewa, yeye anasema ni mimi niliyekuwa ninastahili. Yule angelikuwa pale, wakati ni Mungu yeye ndiye anayewachagua watu. Ndiyo. Asante sana. Sasa tunapoingia kwenye saikolojia, kuna karibia mambo matatu ambayo yanaweza kuwa madhara kwa wale watu ambao wameishi tu wakijilinganisha na wengine. Kuna mambo karibia matatu ambao napenda msikilizaji apate kuyajua kila mara akiishi maisha ya kujilinganisha, hata kulingana na mwili wake mwenyewe, kulingana na wanaokuwa waimbaji wengine. Yani yeye anapotembea akiishi tu maisha ya kujilinganisha, kuna shida tatu ambazo zinaweza kumfikia. Ndiyo. Shida la kwanza la kujilinganisha linaleta wivu. Mtu anakuwa na wivu anapojilinganisha na wengine, anaendeleza wivu katika maisha yake. Shida la pili ni kujionea. Mtu anafikia kiwango la kuanza kujionea anapojilinganisha na wengine, anadhani kwamba yeye hafai. Na shida la tatu ni kiburi. Na kile kiburi kinaacha mtu anadhani kwamba yuko juu kuliko watu wengine. Ndiyo. Yani ile jambo la kujilinganisha inaomba tuliogope kwa sababu yale madhara vile vitu vinaweza vikatuharibu kabisa katika maisha. Asante. Nimkumbuka sana huyo Kaini na Abeli. Ndiyo. Kaini alikuwa amelinganisha, Mungu amemkubali nani, amekataa sijue nani alitoa namna gani, na kwa sababu amejilinganisha na mwingine alienda kamuua, akaingia katika shida. Yani shida la kujilinganisha duniani leo inaomba tuliogope sana. Ndiyo. Kwa sababu limewaua watu wengi wamepoteza maisha sababu ya jambo hilo. Tunaweza pata equilibre namna gani katika jambo hilo ambalo linaweza kutusaidia tena zaidi kulikweli? Equilibre kuipata katika yale mambo ni kutambua kwanza kwamba umuhimu wetu
ama identite yetu haidependre na vipaji ambavyo tunakuwa navyo. Ni kusema mtu asizani ya kwamba sababu mimi nina kipaji cha kuimba anadhani ile ndiyo jina lake. Asante sana. Lakini tunaweza tukaelewa ya kwamba kitu ambacho ni kia maana katika yale yote ni kutengeneza uhusiano pamoja na Yesu. Na tujue kwamba kila mtu ana lazima akubali yale ambayo Mungu amemtolea, kwamba Mungu alimtolea kwa ajili ya kujenga kanisa lake na kuendeleza kazi yake. Asante sana. Yani tumtazame zaidi sana Kristo. Ni hapo ndipo tutajua sisi ni wanani. Sisi ni wanani. Kuliko kuwa muda mwingi tukiangalia yule na yule anajua kuimba, yule anajua hubiri, yule anajua fanya hivyo. Pahali ya hivyo tujione kwa Kristo, tuseme sisi ni wa Kristo. Ninadhani hilo ndilo jina nzuri. Na tukiangalia lile litatusaidia kuenda mbele kusema sote ni wa Kristo. Hakuna yule ambaye amekuwa zaidi ya mwingine, lakini tunatumika kwa ajili ya kazi moja. Asante. Sasa nadhani mtazamaji pamoja nami uko unajiuliza swali, nitajua vipi vipawa ama karama ambazo Roho Mtakatifu amenipea? Basi unaweza ukatusaidia kwa jambo hilo. Namna gani mtu ataweza kutambua karama yake? Ndio atajua kipawa cha Roho ambacho Mungu amemtolea. Ndio. Jambo kubwa, ili tusiweze kupaparika katika mambo mengi, jambo kubwa ni kuendeleza maisha ya undani ambayo yanatengeneza uhusiano wetu na Mungu kwanza katika maombi. Tunakuwa watu wa maombi na watu wanaosoma Biblia. Katika maombi na kusoma Biblia, Mungu anaendelea kutufunulia hatua kwa hatua vipawa vyetu ili tuweze kuvitambua. Asante sana. Yaani utakapoomba Mungu atazungumza nao kukuonesha kipawa chako. Unaposoma Biblia ataongea na wewe kupitia hapo. Je, hiyo tu ndio inatosha? Maombi na kusoma Biblia, hakuna jambo lingine ambalo linaweza kutusaidia pia, jambo la tatu kama la 4 la 5? No, yale hayatoshe. Kuna pia unapotenda kazi. Unapokuwa katika kazi ya Mungu, unapojitolea kwa kutenda kazi ya Mungu, unaenda kugundua kipawa chako. Na hapo utakigundua unapotenda kazi ya Mungu kwa uaminifu. Na unapotenda kazi, unapowajibika kwa mambo ya kanisa. Na unapofuata kanuni ambazo Roho Mtakatifu ndiye anatoa. Na unapoendelea kufuata yale, Bwana Mungu atakufunulia hatua kwa hatua yale ambayo yanaendana na vipawa vyako. Asante. Yaani jambo lingine ambalo ni la tatu, unapofanya kazi kanisani, kuna mara utaenda kugundua, kumbe ninaweza na hiki. Ninaweza kuwa muimbaji, ninaweza kuwa mhubiri, labda unapofanya kazi ya Mungu. Na kama nimekusikia vizuri, umesema pia wakati Roho Mtakatifu anakuambia jambo fulani, anakuambia jambo fulani na unawajibika kwa jambo lile vizuri. Kuna namara naweza pitia watu wengine ili akuelezee. Yaani unaweza jua pia kipaji, kama ni pasta fulani mzee anapokukushia anasema, kijana wewe tumeona unaweza kazi ya kuwakaribisha watu. Wewe tumeona unaweza kazi ya kuwahubiri watu. Yaani na hiyo nayo ni mojawapo ya njia ambazo Roho Mtakatifu anazitumia ili afanye nini? Atueleweshe na atufunulie. Basi tukiendea mwisho wa fundisho hili, mpendwa mtazamaji, tunakuomba ufungue Biblia yako pamoja nasi kwenye fungu la kukariri ambalo liko kwenye kitabu ya Wakorintho wa kwanza 14 fungu la kwanza. Nitasoma kwenye lugha inayokuwa hapa, inasema, aspirez au don le meilleur et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Inatuambia ya kwamba inaomba tulengee karama zile ambazo ni nzuri zaidi, tamani hizo za juu, na anasema ya kwamba kuna njia ya zaidi ya maana sana ambayo anapenda kutuelewesha. Basi mwalimu, ukieleza kwa ufupi fundisho hili kwa ajili ya mtazamaji wetu ili aelewe jambo fulani kwa kina kwelikweli, unaweza ukamwambia nini? Kwa kifupi, kuelewa fundisho hili, ninaweza nikasema ya kwamba jambo la maana na muujiza mkubwa katika maisha sio kukua na karama ambayo watu wanapoitazama wanatetemeka. Lakini jambo la maana ni kuona waumini mbalimbali wanatumika pamoja, wanapoongozwa na Roho Mtakatifu mmoja, ili waweze kutenda kazi moja kwa ajili ya utume. Ni kusema kila mmoja anakuja na kipawa chake, tunatumika na yule Roho Mtakatifu mmoja ili tuweze kuakomplire misio moja. Asante sana. Yaani mpendwa mtazamaji, fundisho linakuambia ya kwamba vipawa ambavyo umekuwa navyo vinakuwa hapo ili sote vituunganishe na kazi ya Bwana iendelee. Ni kama mguu umeshikana na tumbo na mikono imekuja inashikana hapo,
kichwa imewekwa hapo vizuri, vyote vinapoungana pamoja vinasaidia mwili kutembea, kuongea na kuwaza. Lakini usipotumia hiyo kipawa ambacho Mungu amekupatia, utaacha nafasi fulani inaanguka. Na mara nyingine ukijisifu na kuwa na kiburi, utaacha na wengine hawasonge tena mbele. Ndio maana leo kwenye fundisho mwalimu anasema ya kwamba hivi vyote vimekuja ili sote tupate kuimarika. Fundisho gani unaliachia huyo mtazamaji wetu? Fundisho ambalo ninataka huyu mtazamaji wetu ambaye amekuwa mwaminifu kwa kutufuata katika fundisho hili, ajifunze ya kwamba Mungu hatuombe tuwe na vipawa vimojelelea. Ile ni fundisho ambalo ninataka aweze kulielewa, lakini anataka tuwe waaminifu kwa vile vipawa ambavyo ametutolea na tuweze kuvitumikisha kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Ile ndio fundisho ambalo nilitaka wale ambao wanatufuata wafuasi wetu waweze kuishika katika siku ya leo. Asante sana. Mpendwa mtazamaji, fundisho hili ni Paulo ambaye anaendelea akieleza kuhusu vipawa vya Roho Mtakatifu. Na kwa kweli tumejifunza, tumeona ya kwamba kuna vipawa vingi. Kwa kweli vimekuwa vingi sana sana sana. Ukienda soma kwenye Wakorindo hapo wa kwanza 14, hata kwanza Wakorindo wa kwanza 12 moja mpaka 6, unaendelea mpaka Wakorindo wa kwanza 14, utaona ya kwamba Paulo ameonyesha kwamba vipawa ni vingi kweli kweli. Lakini anaenda kigusia jambo moja, anasema inaomba tuwe na umoja katika hiyo diversite ya vipawa ambavyo vimekuwa. Lakini alisema kuna kipawa ambacho ni cha maana kuliko vyote, aliongelea upendo. Alisema ya kwamba upendo inaomba uonekane kati yetu. Na kwa kweli upendo ukionekana utasaidia mara moja vipawa vingine vyote kuendelea mbele na kuimarika kweli. Na sasa mwalimu, tukienda malizia kwenye fundisho la siku ya Mercredi, walikuwa wameeleza kuhusu kipawa cha kusema kwa lugha. Kipawa hicho ambacho kinaitwa kunena kwa lugha. Nilipenda uongee jambo tu fulani ili watazamaji watusaidie kidogo, ili aelimishwe. Kuna watu wengi tunawaona leo wakihubiri kwenye kanisa kusema ara baba shara kabanda halashama, na tunajiuliza, je, kwa kweli hicho ndicho kipawa ambacho kinaelezwa hapo wanapozungumzia kipawa cha kunena kwa lugha? Kwa kweli kuna watu wanataka kutumia kipawa hiki ili waoneshe kwamba wamevuviwa na Roho Mtakatifu. Lakini kipawa hiki kinahusu watu ambao Mungu atapatia uwezo wa kuweza kunena kwa lugha ili ujumbe uelekezwe kwa watu na wamjue yeye. Ikiwa lugha ambayo inatumiwa watu wote hawaielewe, hata na yule anayenena kwa lugha halielewe lugha hilo, na anasema amevuviwa na Roho, yule sio Roho Mtakatifu. Yule ni roho wa muonekano, ili watu wazani ya kwamba yeye amejazwa, akumbe anatafuta watu wamkubali eti kwamba ana roho. Ndio kweli kweli. Mpendo, anaposema vipawa vya kusema kwa kunena kwa lugha, sio hivyo hiyo lugha ambazo tunazisikia, kwa sababu Paulo mwenyewe si mwalimu amesema, alikuwa ameeleza nafasi fulani ya kwamba wakati mmekuwa na vipawa vingi vya kunena kwa lugha, kuonekane ingalau mtu ambaye atafafanua kwa lugha nyingine ili wengine wasaidie, atatafsiri. Asante sana. Yaani Paulo hajawahi eleza kwa hizo lugha ambazo zimeongelewa sana siku hizo. Yeye anaeleza lugha ambazo zinaeleweka na ambazo zinajulikana kweli kweli. Basi Mungu atusaidie. Basi tukienda malizia fundisho hili, nitakualika uombe kabla tukamuacha yule mpendwa mtazamaji. Basi Mungu ambariki sana. Asante. Tuombe. Tunaliinua jina lako Baba kwa sababu umetuongoza katika fundisho hili. Asante kwa kutufunulia mengi kuhusu maneno yako. Tumejifunza kuhusu vipawa vya Roho. Kubali fundisho hili liweze kutuelekeza katika njia ya kukutambua zaidi. Bariki msikilizaji wetu na mtazamaji, ili tena tutakapokutana hapa kwenye Toward Jesus TV tuweze tena kuelimishwa na wewe. Kwa jina la Yesu. Amina. Asante sana. Mpendwa mtazamaji, tumesema ya kwamba lengo la vipawa vyote ni kwa ajili ya kazi ya Bwana isonge mbele. Na hiyo kazi sio ingine, ni kuelewesha ulimwengu ya kwamba Kristo anakuja na wajiandae. Na sasa kuna maswali karibia mawili ambayo tutakuachia. Tunaweza ukaiweka kwenye komenti hapa. Swali la kwanza, sasa wewe unadhani ni kipawa gani ambacho ungelipenda Mungu akutolee, na kwa nini hicho kipawa ndicho unakilengea kuhusu vipawa vyote ambavyo vinakuwa? Na swali la pili ambalo ninapenda nikuachie ni hili: namna gani kweli tunaweza kukazana ndani ya kanisa ili watu wapate kuogopa sana hiyo dhambi ya kujilinganisha? Unawaza tunaweza kufanya nini ndani ya makanisa ili hiyo shida ya kujilinganisha na wengine tupate kuikimbiza na iondoke? Asante sana, ubarikiwe. Mimi ni mchungaji Fleri Kimuha, tumekuwa naye mchungaji
Jemiel Kikenza, tena mwana saikolojia. Asante sana, ubarikiwe. Tunakungoja siku inayokuja ili tena ubarikiwe. Mungu awe nanyi. Amen. Asante sana. Ndio.